Hello, mambo vipi? Kwenye video hii unaweza kuiona hapa, tutaenda kufanya motion graphics. Kwa hiyo hii video nitaelekeza motion graphics hatua kwa hatua, na hii video ni kama masahihisho kwa wale ambao wamejiunga na mentorship yangu. Hii video hii animation nilitoa kama assignment, lakini sasa kuna watu ambao wamejaribu. Sasa najaribu kuwapa masahihisho ya hii animation mwanzo mwisho. Sawa, nafikiri wengi tunafahamu, sitafundisha kama nafundisha beginner. Tumeshajifunza kwenye hatua ya mwanzo, kwenye tools, kwenye principles za animation, namna ya kuweza kutumia keyframe na vitu vingine, kubalance speed. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo niliona ni namna gani ya kuweza kubalance speed. Yaani kitu ambacho wengi wanakishindwa, umeweza kuona mfano huu mjongeo unaokuja hapa, sawa? Alafu hili neno linalokuja hapa, yani namna gani ambayo speed yako inaweza ikawa imebalance ili ilete mvuto kwa mtu anayetazama. Sasa speed ni keyframe. Uwezo wa kutumia keyframe na uwezo wa kutumia graph editor ndivyo ambavyo unakuwa na uwezo wa kubalance speed ya object au mjongeo wa vitu ambavyo unavifanyia motion. Sijui unanisoma vizuri. Kwa hiyo nitafanya hapa hatua kwa hatua ili uweze kunielewa. Hatua ya kwanza, nitafunga kila kitu hapa. Nitakuja kufungua new document yangu hapa. Nitakuja kufungua new project. Nitafungua new project. Hizi nyingine nitafunga vitu vyote. Nitafunga vitu vyote. Nitaanza kutengeneza new composition hapa. Naweza nikaipa jina hapa nikasema labda hii ni animation au masahihisho. Nikasema masahihisho. Na preset ambayo natumia hapa natumia preset ambayo ni vipimo 1920 kwa 1080, lakini natamani tumie 1920 kwa 1080. Nitatumia hivi hapa 1920 kwa 1080, lakini kwenye frame per second nitatumia 25. Nitatumia 25 frame per second. Nilishaelekeza before nini maana ya frame per second. Kwa hiyo nafikiri wengi wanaotazama hii video wameshapata msingi ambao nimeshawafundisha nyuma. Sijui umeelewa? Kwa hiyo baada ya hapo hii ni resolution nimeweka full. Hakikisha unaweka full resolution kama kompyuta yako ina uwezo mzuri. Nitakuja kubonyeza hapa okay. Nikishabonyeza okay, unaona background hapa imekuwa ni blank. Background imekuwa ni blank. Sasa hatua ya kwanza tunaenda kuweka background. Background nimeshaelekeza, nita right click hapa, nitakuja kwenye new, nitakuja kuweka solid color. Nitaweka nyeupe, nitabonyeza okay. Kama hauna msingi wa motion graphics, hii video hautaweza kuelewa. Kwa hiyo ni vizuri upitie kwenye video za nyuma au mwongozo nilioweza kufundisha hatua za nyuma kabisa, then ndio ufuate huku kwenye mazoezi. La sivyo hautaelewa chochote. Baada ya kuweka background hapa, nitakachokifanya ni tukio letu sasa linaanza. Tukio la kwanza nilisema tunakuja kuchukua rectangle yetu. Nikaja nikachora hapa rectangle yangu vizuri tu, nikachora rectangle yangu hapa hivi. Nikaweka rangi nyekundu, nafikiri niliweka rangi fulani nyekundu hivi. Rangi nyekundu hivi. Ukitaka hii object yako iweze kukaa center hapo, utakuja kufungua kitu kinachoitwa align. Hii hapa align ndio matumizi yake. Hii hapa align. Kwa hiyo una uwezo wa ku center vertical, sawa, yani horizontal, yani kushoto na kulia kunakuwa sawa. Alafu unaweza ukacenter vertical. Kwa hiyo tunatumia hiki hapa, hivi vya katikati, hiki na hiki. Utacenter vertical. Maana yake space ya chini na juu inakuwa sawa. Kwa hiyo hii object yako inakuwa center. Umeelewa vizuri? Baada ya hapo unakuja kuweka maandishi ambayo nilisema maandishi yetu niliandika. Nitakuja kukuza maandishi yetu, tuliandika tunapatikana. Hapa niliandika tunapatikana kitu kama hicho. Tunapatikana
niliandika tunapatikana. Mimi nitabadilisha font, nitatumia commissioner. Nitatumia hii commissioner regular. Changamoto ukiwa unatumia maandishi ya herufi kubwa, kuna huu sometime, yani ni kuambia kitu kimoja. Ukiwa una type maandishi kwa herufi kubwa, yani maana yake caps lock ile umeiturn on, wakati mwingine nakuletea huu ujumbe kwamba refresh disabled. Sawa? Maana yake huu ujumbe unatakiwa uizime ile caps lock baada, kama umeshaandika tayari maandishi yako unataka kuizima, utaizima caps lock. Utakuwa umesolve ile tatizo. Maandishi yangu nitaweka yawe bolded kabisa, yawe bolded, alafu nitakuza font, nitakuza. Lakini kitu kingine, anchor point yangu hii nataka iwe center. Anchor point hii iwe center. Nini maana anchor point? Anchor point ni mhimili au mhimili wa object yako. Kwa mfano, sasa hivi nikikuza maandishi au nikipunguza, yanakuwa kutokea kwenye hii anchor point ilipo. Mfano, nikikuza sasa hivi hapa, unaona inapungua kuelekea kwenye ile anchor point. Nikikuza yanakuwa kutokea kwenye ile anchor point. Sasa nataka ule muhimili ukae katikati, ili mradi nikikuza, nikipunguza maandishi yangu, nikikuza yanatokea katikati kukua, nikipunguza yanatokea yanaelekea katikati. Kwa hiyo ili kuweza kuweka anchor point katikati, utakuja hapa kwenye layer, utakuja kwenye transform hapa, then utakuja kubonyeza sehemu ilipoandikwa center anchor point hii hapa. Ukibonyeza center anchor point, it means ile anchor point yako itahamia katikati. Sasa hivi ukiongeza, ukipunguza, sorry, hapa kuna kitu kijakaa sawa. Sorry. Kuna kitu kimoja ambacho sijakuelekeza. Kwa nini hapa tumeweka anchor point katikati, lakini tukikuza still bado maandishi yako yanaonekana kama vile bado anchor point yako haiko katikati? Cha kufanya ni hapa. Ukija hapa sehemu ya paragraph, unatakiwa uchague center text. Center text. Chagua center text kwanza. Sawa? Kwa ukishaandika maandishi yako tu, ukishaandika maandishi yako kabla hujakuza, hujafanyaje, unakuja kuchagua center text, alafu unayaweka center vizuri. Baada ya hapo ndio unakuja kuweka sasa hiyo anchor point iwe center. Baada ya hapo ukikuza, ukipunguza, utaona maandishi yako yanakuwa yanapungua kutokea center kama hivi. Ni rahisi tu. Sawa? Kwa hiyo hakikisha kwenye paragraph hapo umechagua center text. Sijui umenielewa? Baada ya hapo tunakuja kufanya animation sasa. Tunakuja kufanya animation ya hivi vitu hapa. Sasa kuna challenge moja. Nafikiri kwa wale watu ambao nimewafundisha kwenye darasa la motion graphics, niliwaambia kwamba ukitaka, kwa sababu hapa challenge ambayo nakufundisha hapa, tuna vitu viwili. Tuna maandishi, lakini pia tuna shape. Sawa, tuna maandishi, tuna shape, na kila object ipo kwenye layer yake. Sasa tunachokitaka hivyo vitu viweze kumove kwa wakati mmoja vyote. Yaani ni as if ni kitu kimoja. Unanielewa? Wanafunzi wangu niliwafundisha kutumia Adobe Photoshop. Maana yake unaenda kwenye Adobe Photoshop kule, unaenda unatengeneza huu muonekano wa shape yako na maandishi, una save, alafu ndo lile umbo na maandishi yake unakuja kuileta huku ifanyie motion. Lakini pia unaweza ukamaliza kila kitu huku kwenye programu ya Adobe After Effects. Utakachokifanya kuna kitu kinaitwa null object. Sikutaka niwafundishe null object kwenye package hii, ilikuwa ni somo la mbele kabisa kwenye package ya pili. Lakini ninaomba niwafundishe kwenye package hii ili upate kuelewa nini maana ya null object inafanya. Sawa? Null object kazi yake ni kuweza kucombine au kuconnect, kulinki layer zaidi ya moja ziweze kubehave animation ya aina moja. Maana yake hapa unaweza kuona kuna layer tofauti tofauti, kuna layer ya umbo, kuna layer ya maandishi. Lakini tukitumia null object tunaweza tukaiconnect layer ya rectangle na layer ya maandishi vyote kwa pamoja, vikawa vina behave animation ya aina moja. Ndio kazi ya null object.
Umenielewa? Kwa hiyo kwa mfano mimi nitakuja hapa kutengeneza null object. Kutengeneza null object uta right click hapa kwenye hii sehemu ya timeline. Hii sehemu ambayo kuna layer zako hapa. Uta right click then utakuja sehemu ya new, utakuja kubonyeza sehemu ilipoandikwa null object. Umenielewa? Ukishabonyeza null object it means ni kama vile unataka kuweka solid color, lakini hapa kuna sehemu inaitwa null object. Baada ya hapo utakuja kwenye null object yako, hakikisha null object layer iko juu. Kama iko chini utaibeba, utaipeleka juu kabisa ya layer zote. Alafu uta right click kwenye hii layer yako, utakuja utaliname hapa, utasema hii ni controller. Utasema labda hii ni controller. Hii ni controller. Ina control hizi details zako za hapa chini, kuna huyu na huyu. Sasa ili uweze kulinki layer zako zipate kuwa controlled na hii controller yako. Maana yake hii ndio ita control hivyo vitu viwili. Utakachokifanya utaselect hii rectangle yako, utakuja huku kwenye hii sehemu ya parent and link, utabonyeza hapa. Utabonyeza tu hiki kidude hiki. Pap. Alafu utabeba, bonyeza bila kuachia. Bonyeza, kandamiza bila kuachia, alafu utakuja utaiingiza hapa. Au kama hauwezi hivyo nitawachanganya. Utakuja kwenye ile ya rectangle, utakuja hapa kwenye none, utabonyeza, alafu utachagua je, hii layer ikontroliwe na layer gani? Au tunailinki kwenye layer gani? Maana yake tunailinki kwenye controller. Tutailinki kwenye controller. Maana yake hii layer rectangle itakuwa linked na hii controller. Maana yake controller ndio atakayekuwa na control hii movement ya rectangle. Baada ya hapo utakuja tena kwenye maandishi, utasema haya maandishi nataka yawe linked na controller. Utakuja hapa kwenye none, utachagua na ilinki kwenye controller. Kwa hiyo hapa it means layer ya rectangle na layer ya maandishi yote yako linked na controller. Kwa hiyo ukija kwenye controller hapa, mfano nikifungua position, nikimove vitu itakuwa vina move hivyo vitu vyangu yani kwa vile nimevilink vyote kwenye controller. Maana yake nikifanya chochote kwenye controller, maana yake vina behave zile element ambazo nimezilink zote zita behave motion au animation ya aina moja. Umenielewa? Si unanipata? Nita undo kidogo hapa kurudi. Kwa hiyo sasa kama tumevilinki vitu vyote hapa, it means kwamba tutaitumia controller kufanya animation ya vile vitu badala ya kwenda kufanya kwenye specific layer. Tutaitumia controller kucontrol movement ya vile vitu kwa sababu tumevilinki. Umenielewa? Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Sasa baada ya hapo tuta turn on layer, tutazibadilisha hizi layer zote ziwe katika mfumo wa 3D. Ili mradi hii layer yetu nataka ibehave mfumo wa 3D. Kwa hiyo utaanza kwenye controller, utakuja kwenye maneno yako na rectangle yako. Baada ya hapo nitakuja kwenye controller hapa, nitafungua P, position, nitabonyeza P. Sasa hivi tutaona hapa imekuwa 3D. Itakuwa 3D. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa, nitakuza sehemu ya timeline yangu. Nitaanza kufanya animation sasa. Nitaleta kwenye sekunde ya kwanza hapa. Nataka layer yangu ndio iwe imefika hapa, nitaweka keyframe. Ikiwa nyuma huku nataka hii tunapatikana, nitaileta. Yaani kila kitu nitakuwa nakifanya kwenye controller. Kwa hiyo nitakachokifanya kwenye controller na zile layer zangu ambazo nimezilinki zitakuwa zinafuata. Zitakuwa zina behave movement ambayo naifanya kwenye controller. Sawa? Kwa sababu nimezilinki. Kwa hii nitaikuza uone sasa namna ambavyo na balance movement, uelewe vizuri hapa. Ndio lengo langu. Usichanganyikiwe. Yani hapa tunafanya vitu, yani angalia motion yako unavyoifanya. Yani usiwe na haraka kutuma kazi. Kikubwa tuelewe. Sasa hivi nikifanya hivi, maana yake nakuja hivi. Hapa bado sijabadilisha keyframe zangu kuwa katika mfumo wa sijazifanyia easy. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitazibadilisha hizi keyframe zangu, nitakuja ku right click, nitakuja kwenye keyframe assistant, nitakuja kwenye easy. Sasa hivi itapatikana kitu kama hiki hapa. Usiwe na haraka. Baada ya hapo njoo ufanye structure. Uende kwenye graph editor. Baada ya kubadilisha kuzifanyia hizi keyframe zako, nenda kwenye graph editor. Ni muhimu. Huku ndipo unakuwa una balance
speed yako iende vipi, usiwe na haraka. Huku ndio unaamrisha ile movement yako ya object ziwe zina behave mtindo gani wa speed huku. Sasa sijajua watu wanashindwa nini, sijui kwenye speed, I don't know, kwa sababu unafundisha in details kabisa. Na nimesha kukwambia kwamba keyframes zinapokuwa mbali, it means kwamba speed yako inakuwa ndogo, inakuwa very slow. Hizi keyframe hizi ukisema hii uipeleke mbali hivi, speed yako ya object itakuwa very slow, itakuwa hivi. Kadri unavyofanya zile keyframe zikaribiane, ndivyo speed yako inakuwa kubwa. Sasa sijajua watu wanashindwa nini kwenye hizi concept rahisi kabisa. Haya, nimeshabadilisha hizi kukazifanyia hizi, nitaziselect zote. Nitakuja kwenye graph editor. Ni muhimu graph editor kwa sababu ndio inayoipa style ya movement. Yani unavyotembea, style ya kutembea, kuna kutembea haraka haraka, kuna kutembea taratibu. Style huku ndo unatengeneza style ya movement ya object zako. Mimi nitafanya hivi. Nitatengeneza hivi. Manake mwanzoni kuwe na speed, mwishoni kuwe slow. Itakuwa hivi. Umeona? Na hapa kama unaona speed kubwa sana, utapeleka mbele. Manake hapo unaongeza speed iwe ndogo. Ukiongeza distance, speed inakuwa ndogo kidogo. Itakuwa hivi. Mbona ni rahisi? Mimi sielewi kwamba wapi kuna kwa pagumu. Mbona nafundisha kwa utaratibu mzuri tu. Yani hatua kwa hatua. Sasa sijajua kwamba unapata ugumu wapi jamani. Baada ya hapa kufanya hivi vitu vyote, ukishamaliza hapa sasa unataka ufanye animation ya rotation. Kwa sababu hapa hii position tayari imeshatoka mbele, imeshakuja mpaka hapa. Unakuja kufanya animation ya rotation ili ipate kuzunguka hii. Sasa mimi nikibonyeza rotation hapa, nikibonyeza rotation, it means ile position inaondoka, alafu rotation ndo inakuja. Kwa hiyo mimi sitaki iwe inaondoka, nataka rotation iwepo pale. Kwa mfano hapa nikibonyeza position, nataka position hii iendelee kuwepo. Kwa hiyo wakati unaenda kubonyeza rotation, shikilia shift, alafu bonyeza rotation. Kwa maana position yako itakuwepo, lakini pia rotation zitakuwepo. Kwa ili ile attribute yako ya mwanzo ipate kubakia, wakati unaileta position utashikilia shift, ndio utabonyeza rotation. Utabonyeza R kwenye keyboard ili kuleta rotation, sawa? Kwa hiyo mpaka hapo utaleta hapa. Utasema hapa nataka rotation yangu, natumia rotation X hivi. Nitaweka keyframe. Mwanzoni huku hapa kwenye rotation nataka izunguke mara 2. Hapa nitakuja kuicommand hapa. Nitasema mara 2. Izunguke mara 2. Kwa hiyo itakuwa hivi. Umeona? Kwa hiyo hapa pia nakuja kuwekea nakuja kuifanyia easy ili iwe smooth easy. Baada hapo nitakuja kwenye graph editor. Kwenye graph editor yangu kama kawaida nitaifanya tu hivi. Very simple hivi. Kama ya mwanzo tu ile. Umeona? Very simple. Yani wala hakuna ugumu wote. Kitu kama iko hapo. Umeona? Ni rahisi sana. Kwa hiyo hapo unaweza kusema kwamba mimi nataka kwenye rotation speed iwe kubwa, utapunguza distance. Kwa hiyo itakuwa hivi. Umeona? Kitakuwa kitu kama hiko hapo. Umeona? Kitakuwa kitu kama hiki. Na hiyo ukitaka kupunguza unaweza kupunguza hivi. Karibiane. Umeona? Umeona kitu kama hiko. Kwa hiyo mimi hapa nimeshamaliza. Sasa naomba unisikize kwa makini kabisa hapa. Naomba unisikize kwa makini sana tu, kwa sababu utanielewa vizuri. Hapa kuna muda wa mtu kusoma tangazo lako. Hilo ujue kwamba hii element inapokuja hapa ikae kwa muda fulani. Kwa hiyo hapa unaweka distance ya umbali mtu apate kusoma. Baada ya hapo, kwa hiyo huu umbali mtu apate kusoma, keyframe hii hapa ya kitu ambacho kitakuwa kipo hapa, manake keyframe hii manake kitu kimeshafika hapa. Kwa hiyo nitaicopy hii keyframe, nitaicopy kwenye position, nitaipaste hapa. Kwa hiyo hapa nimeiselect, control C, alafu nitasogeza hii timeline yangu stopwatch hii mpaka hapa.
nataka umbali huu unanitosha kwa mtu kuweza kusoma mpaka hapa. Baada ya hapo uta control V kupaste. Huu mshale sehemu utakapo uposition ndipo utakapoweza kupaste zile attribute zako au keyframe yako. Nimeichukua keyframe hii timizi kwamba umbali wa hapa mpaka kwenye keyframe hii inayofanana, maana yake hakuna kitu chochote kitakachofanyika. Maana yake kutokea hapa hakuna chochote kitakachofanyika. Lakini kutokea hapa kwa huyu kwenda huku ndipo sasa hii ibehave kwenda juu. Kwa utakuja kwenye position Y hapa, utaipeleka juu kidogo hivi mpaka hapa. Kwa itakuwa inafanya hivi. Inakaa hapo alafu inasogea juu. Kama unaona iko mbali sana, utasogeza hivi tukio liwe haraka haraka. Lisikae sana. Distance ya neno lako kupata kukaa lisikae sana hivi. Kwa hiyo na hapa utachagua hizi keyframe wakati ili umbo lako linaanza kwenda juu, utaselect hizi keyframe, utakuja hapa kwenye graph editor, utakuja kutengeneza motion itakavyokuwa. Hii ni sawa, imekaa tu sawa hapa. Kwa hiyo itakuwa hivi, pap. Umeona itakuwa kitu kama hiko. Na hii unaweza kaisogeza kwa sababu unaona kama inaenda slow. Umeona? Kwa hiyo itakuwa hivi, pap. Umeona? Kama unaona kabisa iko slow, unaweza kusogeza tena hivi. Sogeza hapo. Umeona kitu kama hicho. Kama iko faster sana unaifanya hivyo. Kwa utakuwa unajaribu mpaka upate muonekano mzuri. Usifanye tu kwamba kwa mara yani umefanya tu mara moja ukaona tayari unaendelea na tukio lingine. Jaribu mara nyingi, usogeze, upunguze mpaka unapata matokeo mazuri. Ndivyo motion graphics inavyofanyika hivyo. Kwa hiyo hapa mimi unaona narekebisha mpaka napata kitu kizuri. Mwisho wa siku napata kitu kizuri. Unaweza kuona. Umeona kitu kama hiko. Kwa unajaribu hapo pap. Umeona? Kwa hiyo ukisema kwamba tukio labda liko haraka sana, unaweza ukasogeza huku ili tukio lako lipate yes. Hii unaweza kusogeza hapa. Umeona kitu kama hiko. Kwa hiyo hapo utakuja kwenye maandishi sasa. Utakuja kuandika maandishi mengine. Utasogeza mpaka hapa, utakuja kuandika let's say labda Mbezi Beach, utakuja kuandika hapo Mbezi Beach. Mbezi Beach hapo utaweka rangi ya maandishi. Utakuja kubadilisha rangi ya maandishi hapo, utaweka rangi utakuja kuweka rangi ya maandishi. Naona hapa maandishi yako wapi maandishi. Naona sioni, lakini naweza nikaja huku ku turn on sehemu ya maandishi. Properties ipo lakini sijaiona huku kwangu. Properties ipo lakini kwangu sijaiona huku. Yes, hii hapa. Kwa hiyo nitakuja kubadilisha rangi ya maandishi. Naweza nikaweka rangi ta nyeusi. Teka rangi nyeusi. It's okay. Taweka hapa. Umeelewa? Kwa hiyo nitakachokifanya hapa nitakuja kufungua haya maandishi yangu nitaweka juu kwa sababu ni tukio lingine nitaweka juu kabisa huku. Nitakuja kufungua kwenye control unaweza ukafungua ukabonyeza U ili kuweza kuona zile keyframe zako zote. Alafu na huku kwenye Mbezi Beach utafungua position. Sawa? Utakuja kufungua position. Maana yake hapa ndio neno lako leo limefika. Ukirudi nyuma kidogo huku tukio lako liwe chini hivi. Konta fanyia easy nitaenda haraka sasa hivi kwa sababu concept zote nishakufundisha. Nitafanya hivi. Umeona? Kwa hiyo itakuwa hivi. Naangalia sasa speed na naliletisha speed sasa hapa. Lazima uwe una preview. Sio kwamba ukifanya tu tayari, una preview kuangalia je tukio linaonekanaje, kuna haja ya kuongeza umbali au kupunguza umbali. Unakuja una preview hapa. Umeona kama hapa hii inachelewa sana. Hii inachelewa. Kwa hiyo natakiwa ivute kidogo huko nyuma. Inachelewa. Umeona kitu kama hicho. Kwa hiyo itakuwa hivi. Umeona? Itakuwa kama kitu kama hicho hivi. Unaona any movement unaiona, neno haliji tu haraka chap.
watu wanachokifanya kwamba wanakaribisha zaidi hizi keyframe. Ukikaribisha zaidi hivi utaona tu pap imekuja haraka. Umeona? Itakuwa hivi. Pap imekuja haraka. Lazima uweke distance kwanza. Sasa sijajua kwamba watu wanashindwa nini hapa. Weka distance bwana. Distance ya keyframe ndio inatengeneza motion mzuri. Lakini motion haiwezi ikawa mzuri kama keyframe zako haujazitengenezea grafu kule kwenye graph editor. Lazima uzitengenezee grafu. Kama hauna tabia ya kutengeneza grafu, my friend, hauwezi kutengeneza motion mzuri. Hivi vitu vina umuhimu, ndio maana vimewekwa. Umeona inakuja hivyo, inakuja hivyo. Umeona? Itaanza hapo, itakuja hivyo. Unaona motion unaiona kabisa. Baada ya hapo sasa, baada ya hapo ndio inakuja yale maumbo yako ya chini sasa. Hapa unakuja kuchora. Tena motion ni rahisi tu. Kuja kuchora rectangle yako chini hapa. Utaweka zako hivi. Hapo unaweza kusema mimi naweka rangi ya hii hapa. Hapo unaweza kusema naweka rangi yangu hii hapa. Sawa? Baada ya hapo unapimisha tena mpaka hapa iwe nimefika umbo langu. Itimizi kwamba nitafungua position kwenye shape yangu kwenye rectangle, nitaweka keyframe mpaka ili linafika Mbezi Beach na hiyo imeshafika. Alafu nitarudi nyuma kidogo hapa ili umbo langu pia liende chini, liwe chini. Kwa maana yake itakuwa hivi. Pap. Kwa itakuwa hivi. Umeona? Kwa hapa nakuja kuzifanyia kidogo keyframe assistant, nitakuja huku, nitakuja kuwekea grafu. Grafu nitaweka mtindo ni ule ule niloanza nao. Nimeivuta tu hii ya kulia, nimevuta nyuma. Kwa hiyo itakuwa hivi. Umeona? Very simple. Pap. Umeona kitu kama hicho. Maana yake hii inapokuja basi na hii inakuja. Sasa baada ya hapo nitakuja kuduplicate sasa haya maumbo yangu. Nitakuja kutoka hapa, nitakuja kuduplicate haya maumbo yangu, nitaduplicate, alafu nitapishanisha. Nitapishanisha. Ili umbo la chini hili nataka nibadilishe rangi. Kubadilisha rangi hapa nataka niweke rangi ambayo ni hii hapa. Sawa, kwa hiyo itakuwa yanafanya hivi. Umeona? Itakuwa yanafanya hivi. Sasa hii naona rangi yake kama bado haijakuwa vizuri. Nitawekea hivi. Baada hapo nitaduplicate tena, nitapishanisha ili yawe mengi kidogo kwenye ku offset. Ili hapa nitakachokifanya nitakuja kubadilisha rangi hapa pia. Nitakuja kufanya hata iwe na rangi hii hapa. It's okay. Maana itakuwa hivi. Umeona kitu kama hicho za kuona pap inakuwa hivi. Au unaweza ukaduplicate tena. Unaweza kuweka maumbo mengi ili iweze kuleta muonekano mzuri kabisa wa kazi yako. Hapa nitakuja kuweka rangi fulani hivi amazing. Nitakuja kuweka rangi labda let's say hii. No. Hapa kuna rangi fulani nataka niweke. Hata hii sio mbaya. Kwa itakuwa hivi. Umeona? Very simple kabisa. Wala mambo haya hata kiharaka haya. Unaweza kuona hapo. Kwa itakuwa hivyo. Itakuja hivyo. Hivi vitu vitaondoka vyote. Vitaondoka. Sawa? Hivi vitu Mbezi na hizi controller itaondoka yote kama kikundi cha tukio moja. Sasa kuviondosha hivi vitu vyote, kumbuka kwamba controller, nitafunga hizi layer zangu. Controller ina control vitu vya juu peke yake, hai control hiki kitu cha chini. Umeelewa? Sasa tutatengeneza controller nyingine, hii controller 1. Tutaita controller 1. Tutakuja hapa tutaili name, itasema controller
controller 1. Tutakuja kuitengeneza controller 2 ambayo itakayoweza kucontrol hii controller pamoja na hiki kikundi cha Mbezi Beach au ili neno Mbezi Beach viwe pamoja. Umenielewa? Ili ipate kuondoa hivi vitu vyote kwa pamoja, ipate kuondoka hapa. Kwa nitakutengeneza nitatengeneza null object hapa. Hii null object itakuwa juu huku. Nitakachokifanya, hii null object ita control hii controller. Nikisema ita control controller, nitakuja kwenye layer controller. Hii nitainame kwanza. Nitasema controller 2. Hii controller 2 maana yake nitakuja kwenye controller. Nikisema controller maana yake na control vitu vya juu. Nitaiparent kwenye controller 2. Nitaiparent maana yake nimeilink kwenye controller 2, alafu nitakuja kwenye Mbezi Beach nitailink kwenye controller 2. It means kwamba hivi vitu vyote sasa hivi hapa vinakontroliwa na hii hapa controller 2. Kwa nitakuja kwenye controller 2 nitafungua position. Alafu nataka matukio yangu akisha kuja mpaka hapa, kutokea hapa nitaweka kwenye position, nitaweka keyframe. Kutoka kwenye keyframe hii kwenda huku nataka vivyo vinaondoka sasa hivi. Nitakuja hapa kwenye y, juu, nitavipeleka kushoto. Umeona kazi ya null object null object inatumika kama controller ya object. Vinaondoka. Kwa hiyo hapa nita select hizi keyframe zangu, nita right click, nitakuja kwenye keyframe assistant, nitakuja hapa kwenye graph editor, then nita select hizi kwenye kuondoka nita select hivi, then nikaondoka katika mtindo huu hapa. Mnaweza kuona, kwa itakuwa hivi, alafu vinaondoka. Ndio vinakuja vile sasa content zako zile za picha sasa. Pap. Sasa hapa nisikize kwa makini. Kwenye content za picha hapa, nataka picha zangu namna unaweza kutengeneza kwenye Adobe Photoshop alafu ukaleta huko picha. Lakini leo nitakuelekeza namna gani ambavyo unaweza kutengeneza content yako yote au picha zako kazifanyia setting hapa bila kwenda kwenye Adobe Photoshop. Umeelewa? Utakachokifanya utakuja hapa kwenye new composition hapa, create new composition. Hapo utatengeneza new composition, utabonyeza. Hii naitengeneza rectangle ya picha au natengeneza composition ya picha. Umenielewa? Natengeneza composition kwa ajili ya picha. Kwa hiyo unakuja hapa kwenye composition. Kama unataka kuweka picha ni vizuri kwa unatengeneza composition. Kama unataka kutumia kuziweka picha ziwe na katika muonekano mzuri, lazima utumie composition. Hiyo ndio technique ambayo tunaitumia sana kwenye kufanya motion graphics. Kwa hiyo utakuja hapa, hii sehemu hii unabonyeza tu, itakuletea hivi. Hapo utasema hii ni picha 1. Sawa? Picha 1 utakuja kuweka size hapa. Hakikisha hapa unapotengeneza new composition hapa kwa ajili ya picha usiweke tiki hapa kwenye lock. Kama kuna tiki toa. Alafu utakuja kwenye width, utasema mimi hapa nitatengeneza width yangu iwe na kadiria tu 400, alafu height naweka 500. Nitatengeneza, nitasema okay. Nitapata rectangle kama hii hapa. Baada ya hapo nitakuja kuileta picha yangu. Nita double click hapa kuileta picha ninayotaka kuitumia. Let's say labda picha yangu ni hii hapa. Hii picha nitakuja kuileta hapa. Hapa. Hivi. Nikitaka ku round corner ya hii picha yangu hapa, nitakuja kutengeneza rounded corner rectangle. Nitatengeneza rounded corner. Nitakuja kuchora hapa rounded corner yangu mpaka hapa. Halafu nitakachokifanya, nataka hii picha iingie ndani ya hii umbo. Na hii picha iingie ndani ya hii umbo. Si unanielewa? Hii picha iingie ndani ya hii umbo. Nitakachokifanya, nitakuja kuswitch toggle mpaka nione sehemu ya track mate. Nitaswitch, nitabonyeza hapa. Utaona sehemu ya track mate. Kwa utakuja hapa, track mate, utabonyeza hapa, alafu utakuja kuchagua iingie kwenye shape namba 1. Itakuwa imeshaingia tayari. Kwa hiyo baada ya kumaliza kwenye composition ya picha yako, usha set picha zako zinavyoonekana hapa, utakachokifanya, utarudi kwenye composition yako ya kazi yako huko masaisho hii hapa.
Utarudi huku, alafu utakuja kwenye hii composition uliyotengeneza. Composition yako hii ya picha itakuwa hapa. Composition zako zote za kazi zako zitakuwa hapa. Kwa mfano unaona masahihisho, composition yake hii hapa. Composition uliyotengeneza ni hii hapa, inaitwa picha 1. Kwa hiyo utaibeba tu hii ili uweze kuitumia sasa kwenye nini? Kwenye masahihisho. Utaiweka hapa juu. Umeona? Kwa hiyo content ambazo uliziweka huku kwenye composition yako ndio utakuja kuonekana huku. Sawa? Hapo utaongeza tu ukubwa, scale, utaongeza scale yako mpaka let's say mpaka hapa. Alafu position, wewe mwenyewe utaiposition unavyotaka wewe, utaiposition labda huku mpaka hapa. Ukitaka iwe na stroke, utakachokifanya utarudi hapa kwenye composition na picha 1. Kama hapo umeifunga, mfano hapo unaweza ukao umeifunga, utakuja ku double click tu hapa. Uta double click ili kuweza kuifungua. Sawa? Ukishaifungua utakuja hii rectangle yako hii, uta duplicate, uta control D kuduplicate. Alafu hii ulio duplicate utaileta chini kabisa huko. Ukishaleta chini, hakikisha hapa unakuja kuishow. Unaona hapa haionekani, utakuja kuishow hapa. Ukishaishow utakuja huko kwenye stroke, hapa kwenye stroke utakuja kuweka stroke hapa. Nimeweka 12, inaonekana stroke yangu hivi. Nimeweka kwenye hii rectangle ya chini kabisa na duplicate. Baada ya hapo unarudi kwenye masahihisho. Utakapobadilisha huku na huku kwenye masahihisho, ile ulioiweka itakuwa imebadilika. Itakuwa imeingia stroke. Ninachokushauri ni kitu kimoja, my friend. Kama hii njia kwako ni ngumu, basi hakikisha kila kitu unakitengenezea kwenye Adobe Photoshop. Kitengeneze kule kwenye Adobe Photoshop. Kama picha yako nenda kai clip mask tu. Clip mask kule kwenye Adobe Photoshop, alafu huku unaisave, alafu kunaileta ikiwa iko clipped mask, lakini ikiwa tayari na stroke yake. Kama unashindwa kufanya hizi step nilizozifanya mimi. Umenielewa? Haya, baada ya hapo utakachokifanya ni rahisi tu hapa. Utakuja kuandika hapa labda kilimo cha kisasa, kuja kuandika tu hapa kilimo cha kisasa. Unakuja kupunguza size au unaweza ukabreak hivi. Hapo utakuja kufanya hivi. Pete kitu kama hiki. Utaka kupunguza size, unaweza kupunguza hivi, alafu hapo space utapunguza space isiwe kubwa sana mpaka hapo. Kama ukitaka maandishi yako yawe na rangi nyeupe, rangi nyekundu, ni wewe mwenyewe utakavyoamua. Sasa nataka maandishi yangu yawe na rangi nyekundu kama hivyo, ni wewe tu mwenyewe utakavyoamua. Ukisema mimi nataka yawe na rangi ya blue, ni wewe mwenyewe utakavyoamua. Hapo unachokifanya ni wewe ndio unaona matokeo. Sasa nataka rangi nyeusi, ni wewe tu utasema mimi rangi nyeusi au gray, it's okay. The way itakavyokuwa inaonekana. Mpaka hapo. Umenielewa? Baada ya hapo, hii picha yako unaweza kaifanya iwe kubwa, kwenye scale ukaiongeza kidogo, ikawa kubwa zaidi kidogo mpaka hapa. Utakuja kuzifanyia motion sasa hapa. Utakuja kuzifanyia motion. Maana yake hapa utakuwa na kipolo cha kilimo cha kisasa, maana yake utapandisha ile yake juu viendane na hii picha yako hapa. Alafu utaselect hii picha, hii picha yako utaselect na maandishi yake kilimo kwanza. Utashika shift, utaselect zote kwa pamoja. Alafu utafungua position kwa pamoja. Kwa maana inavyoondoka hii viwe vimefika, maana yake hapa nitaweka keyframe. Nitaweka keyframe. Nyuma hapa kidogo hivi vitu viko mbele kabisa huku. Nitavisogeza mbele viwe huku kabisa. Vitakuwa hivi. Au hii nitapeleka mbele kidogo. Kama vinawahi nitapeleka mbele kidogo. Ili tukio yasiingiliane ya matukio. Umeona? Inavyoondoka hivi ndo vinakuja. Umeona? Kwa hiyo ni namna tu ya kuweza kuangalia tukio langu linaishia wapi. Unaweza kusogeza mpaka hapa
ndio tukio langu linafika. Okay, lakini usifanye hivi tukio bado halijatoka na hiyo vitu vinakuja, inakuwa motion yako haileti muonekano mzuri. Kwa hiyo unaangalia, unapimia kwanza, nataka hiyo tunapatikana Mbezi Beach mpaka inapofika hapa, ndio vitu vyangu vianze kutoka. Kwa hiyo hii inavisogeza na ileta hapa, alafu nita right click, nitakuja hapa kwenye Keyframe Assistant easy, nitakuja hapa kwenye graph editor, nitakuja kufanya kitu kama hiki. Natumia aina moja tu ya aina moja ya structure ya motion yangu au speed yangu, itakuwa hivi, unaweza kuona. Kwa itakuwa hivyo pap. Kama inachelewa sasa, kama inachelewa wewe mwenyewe unaweza kaja kupunguza, ukarudisha kidogo nyuma mpaka hapo. Umeona, ili inavyoondoka iwe na speed kudaka tukio linalofuata. Pap, umeona? Very simple. Umeona? Inaona kama imefika chini sana kwenye scale ya picha. Oh, sorry. Kwenye scale ya picha naona kama vile punguze kidogo, yeah. Kwa itaanza hivi, taleta hivyo, itaondoka, itakuja hivyo. Umeona? Kwa ni very simple. Itakuja hivyo, itaondoka, itakuja hivyo. Umeona? Itakuja hivyo. Lakini pia kwenye hizi rangi, mpangilio wa hizi rangi sijapenda. Hizi rangi sijapenda. Nilitamani hapa kwenye hizo rangi zifuatane. Rangi hii ya kwanza huku iwe mpauko kabisa, iwe mpauko, alafu hii inayofuata hii inayofuata iwe imepauka kiasi, kama hivi. Alafu hii inayofuata iwe imepauka kiasi, zifuatane kwa mtindo huo. Zifuatane kwa mtindo huu hapa, ili ziweze kuleta muonekano mzuri. Kwa hiyo itakuwa hivyo. Umeona hivi. Kwa hiyo itakuwa hivyo, manake zitaleta muonekano mzuri kabisa hapa bila wasiwasi. Umeona? Bila wasiwasi. Na hii hapa, yani rangi zake zianze kufifia, ianze, yani uzitengenezee namna fulani ya kuweza kufifia. Inaanza kwenye rangi iliyofifia kabisa, inafuata iliyokuwa na rangi kidogo, inafuata hivyo hivyo. Ndio ambavyo mtindo tunaotumia, ndio mtindo ambao tunautumia huo. Kwa hiyo sipange tu rangi. Za kuona hapo. Kwa hiyo inaanza iliyofifia, inakuja. Umeona kitu kama hiko, inakuja hivi. Ni rahisi tu, wala sio kitu kigumu. Umeona? Baada ya hapo sasa, kama unaona hii stroke ni ndogo, utarudi tena kwenye picha 1 huku. Utakuja kuongeza stroke unayotaka wewe. Alafu utarudi tena huku, utaona imeongezeka. Kwa hiyo ni wewe tu utakachoamua. Umeona? Itakuja hivyo. Itakuja hivyo.
hivyo. Sasa hapa tunahitimisha na ile maski. Maski nafikiri watu wengi bado inawapiga chenga. Sasa nitaelekeza maski, namna ya kuweza kuitumia maski hapa. Naweza nikaelekeza namna gani ya kuweza kuitumia maski. Hapa maski utakuja utaandika maandishi yako. Let's say labda mimi maandishi ningekopi ile mwanzo. Ningekopi lakini sio mbaya, nitaandika tu. Nitakuja nitaandika hapa kilimo cha kisasa. Nitakuja hapa, nitapunguza size ya maandishi, nitakiwa madogo madogo. Nitasema labda uwekezaji wa mazao, natunga tu, mazao ni njia bora ya kuinua. Sasa inaandika kitu gani? Uwekezaji wa mazao ni njia bora ya kuinua na kuimarisha rutuba ya udongo. Nimeandika tu nimpate sentence tu hapo za kuzifanyia motion tu. Sidhani kama ina maana sana. Nitaweka rangi nyeupe. Hizi paragraph huwa zinakuwa katika muundo ambao sio bold, kama kwenye tunapofanya graphic designing tu. Ziwe katika muonekano ambao sio bold. Na hapa space zingatia. Unaweza kuja uka break hizi sentence ite maana zaidi. Kaja kuvunja hizi sentence ili kupata paragraph fulani mzuri sana. Utapunguza, then space na hiyo utazingatia space hapo. Kitu kama hiki utapata kitu kama hiki. Hakikisha unaweka neneo mzuri tu hapo. Sasa hapa nitakachokifanya mimi ni hivi. Ukisha kuwa tayari umeshaandika maandishi yako, usiselect layer yoyote hapa. Usiselect layer yoyote. Utakuja kuchora rectangle hapo ambayo itatumika kama maski. Utachora rectangle hapa hivi. Alafu hii rectangle utatoa stroke. Sawa? Utaacha rectangle kama rectangle. Baada ya hapo rectangle yako iko juu, alafu neno lako liko chini. Utakachokifanya hapa, utakuja kutago switch hapa. Utakuja kufungua mpaka uone sehemu ilipoandikwa TrackMate. Utakachokifanya, utaruhusu maandishi yaingie ndani ya shape layer 6 au ile rectangle yako. Utakuja hapa kwenye layer ya maandishi yako, utakuja hapa kwenye hivi, utakuja kuselect yaingie kwenye layer 6 au shape layer 6 hapa. Kwa itakuwa imeingia. Baada ya hapo utakuja kufanyia animation, manake haya maandishi yako ndani ya hii rectangle yako. Utakuja kwenye new position hapa. Manake ukifanya hivi yanakuwa yanaingia ndani. Ukifanya hivi manake yako ndani. Ile rectangle yako manake ina hide yale maandishi. Umeona kitu kama hiki. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi hapa ni rahisi tu. Hapa maandishi yao yamefika. Tukio langu hapa linapofika, maandishi yangu yao yamefika. Kwa hiyo nitaweka keyframe. Alafu yanapoanzia nyuma hapa, maana yake ya maandishi yangu pia yao yamejificha. Nitaficha upande wa kulia. Kwa hiyo itakuwa hivi. Maana yake unaona inavyokuja motion yake ni mbaya. Nitaselect hizi keyframe, nita right click, nitakuja kwenye keyframe assistant, nitasema easy. Baada ya hapo nitakuja kwenye graph editor, nitaweka structure hii hapa. Mwanzo mwisho nimetumia structure moja. Nimetumia structure ya aina moja. Kwa hiyo itakuwa hivi. Hivi itaondoka. Unaona italeta kitu kama hivi. Nikiona kwamba huo ujumbe unakuja haraka sana, nitapeleka hii keyframe mbele. Kwa hiyo graph editor kazi yake inaipa mjongeo
style ya mjongeo style ya mjongeo kwenye object yako. Umeona kitu kama hiko, unaweza inavyokuja, inakuja very smooth, tofauti na watu wanavyofanya motion yao. Sasa sijajua kwamba wanazingatia hili ninachokiongea ninapopiga kelele hapa au hawazingatii kabisa. Kama utashindwa eneo hili la speed, motion graphics hautaweza. Tunapoelekea huko kuna mambo makubwa zaidi. Element ni nyingi tutakazokuwa tunazifanya. Yani tutakuwa tuna manage element nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama utashindwa hizi kufanya vitu vidogo vidogo, huko mbele penyewe ni pabule. Hautapata kitu. Mwanzo huu ndio ina determine kwamba wewe utakuwa na uwezo mkubwa kiasi gani kwenye kufanya motion graphics. Kama hapa mwanzo tu utashindwa kwenye element ndogo ndogo hizi, element 2, 1, utashindwa, basi wewe hamna kitu utakachokifanya mbele huko. Tutasumbuana tu. Lakini mbele huko, safari ya mbele itakuwa ni ngumu sana kwako. Kwa sababu mbele huko tutakuwa tuna tukio la saa moja, not saa moja, tukio la dakika 30, sekunde 30, dakika 1, dakika 2. Umeona? Kwa hiyo tutakuwa na matukio makubwa zaidi. Unafanya motion graphics kuanzia sekunde ya kwanza mpaka sekunde 30 au mpaka dakika 2. Kwa hiyo hapa tunafanya sekunde 2, sekunde 3 hapa motion inakushinda, maana yake huko mbele uwezi ukatembea. Hautaweza. Kwa unaweza kaona hapa motion yangu inavyokuja, unatamani kuendelea kuiangalia kwa sababu ina muonekano mzuri. Very simple, ina muonekano mzuri. Sasa nikisema tukio langu bali ishie hapa, nitakachokifanya nitabonyeza N nitabonyeza N kwenye keyboard, herufi N. Maana yake nitakuwa nimelimit hapa. Ndio kazi yake. Ukibonyeza N kwenye keyboard maana yake una limit hapa. Kwa hiyo itakuwa hivi. Itakuwa hivyo. Hapo nitairudisha nyuma kidogo. Kwa tukio itakuwa hivi. Itaondoka, itakuwa hivyo. Sasa kuna kazi ya motion blur. Kwa mfano hapa nikitago, nikiondoa hii trackmate, nikibonyeza hapa, itaniletea hii inaitwa motion blur. Una uwezo ukatani on hapa mwanzo mpaka mwisho. Bonyeza sehemu ya kwanza. Ukibonyeza sehemu ya kwanza usiachie, kandamiza usiachie, peleka mpaka mwisho kabisa, mwisho wa layer zako. Hii ni motion blur ambayo movement, yani object zako zitakuwa unaona hiyo blur hiyo, umeona? Itakuwa inaonyesha kama vile vipo kwenye movement, maana yake inaleta muonekano mzuri wa motion yako. Kwa mfano unaweza kaona kama vile unaona kama vile kuna motion fulani hivi. Umeona? Inaleta muonekano mzuri sana. Umeona? Kitu kama hiki. Kwa hiyo unaweza ukawa unatumia hii motion graphics baada ya kumaliza kufanya motion yako kwenye program ya Adobe After Effects. Umeshamaliza kupanga matukio yako yote, unakuja kutani on hizi motion blur. Itakusaidia kupata muonekano mzuri, au itakuwa itakusaidia kukuletea cinematic motion, kwamba inaonyesha kwamba kweli vitu vipo katika motion, sawa, au vipo katika animation. Kama unaweza kuona hapa, unaweza kuona hiyo ni motion blur hivi. Umeona? Kuja hivyo. Mimi hapa nimemaliza. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri zaidi katika hatua zote za kuweza kufanya animation kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Speed, graph editor, kazi zake na matumizi yake na umuhimu wake umeelewa. Niishie hapa. Thank you. Asante sana. Bye bye.